Siku kadhaa zilizopita ilitokea sitofahamu baina ya Baraza la Manispaa Magharibi A na waumini wa dini ya Kiislamu na wafanya biashara wa eneo la soko la Kwanyanya baada ya kudai kuvunjiwa msikiti wao unaotumika kwa ajili ya kufanyia ibada. Uvunjaji huu wa msikiti katika eneo hilo ulizua taharuki na mivutano kwa wananchi na kuleta mijadala mizito kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusambaa video inayoonyesha waumini kulalamika kuvunjiwa msikiti wao wa kufanyia ibada. Viongozi mbalimbali wakiwemo mkuu wa wilaya ya Magharibi A Mheshimiwa Sadifa Juma Khamis walifanya vikao na waumini hao ili kueleza ukweli wa eneo hilo lililojengwa msikiti, na baada ya waumini kujua ukweli na kuridhishwa na ukweli huo, haya hapa ndiyo maelezo yao. Tulionyeshwa tulimokosea, tulikubali. Na kupitia muhadhara huu hapa ni thubutu kusema kwamba ni kweli kabisa tuliteleza. Na kuteleza kwenyewe ni kupi? Nisikilizeni vizuri. Wakati tayari tunaeleza hapa zile njia ambazo zilikuja zikatufanya mpaka leo tuko na huu msikiti. Tulipita katika hatua ambazo tuliandika barua tukipeleka huko, lakini kabla ya kujibiwa sisi tukaja tukaweka maturubali hapa tukiamini kwamba kile tunachokifanya ni sahihi, kumbe vile ni kosa. Ilikuwa tusubiri tuambiwe haya fanyeni hivi, lakini hatukufanya hivyo. Lakini kutokana kwamba mamlaka zetu zinaheshimu utaratibu uliokuwepo, wala haukutuchukulia hatua zozote kipindi hicho mpaka kufika leo hii, wanaona kwamba msikiti tumeujenga. Na kwa kuwa hivi tunavyojenga na hatuna maelezo ambayo tunapeleka huko kwa niaba ya waumini wa msikiti huu, na yale yote ambayo yametokezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tunaomba radhi kuanzia taasisi mpaka serikali kuu kwa pale ambapo tulipoteleza, ikiwa kwa mtu mmoja mmoja ama kwa taasisi ama kwa jamii iliyotuzunguka. Kwa yale yote tuliyoyafanya hapa, tuliyafanya si kwa chengine isipokuwa ni hisia zetu kama Waislamu, na tukiamini kwamba kama msikiti huu ukiondoka tutakuwa hatuna sehemu nyingine ya kufanyia ibada. Kwa upande wake mwenyekiti wa msikiti Sheikh Haji Bilali naye ameeleza makubaliano yaliyofikiwa katika vikao baina ya uongozi wa msikiti na uongozi wa wilaya, na wamekubali maagizo yaliyotolewa na serikali. Bahati nzuri tumekaa na uongozi wa wilaya, tumekaa na uongozi wa halmashauri ya Magharibi A mpaka swala hili limefikilia muafaka na kuliridhia. Nini tufanye? Kuna sehemu tayari imewekwa kwa ajili ya ibada. Tumeenda tumeiangalia ile sehemu, uongozi wa msikiti, na tukaja tukakaa na shura ya msikiti. Baada ya kuona tumeridhika, tena tumeridhika kwa sababu nafasi kubwa sana kinyume na hii ambayo tulikuwa tumeitegemea. La kwanza. Jambo la pili, uongozi wa msikiti ukaangalia facility zilizokuweko hapa katika eneo hili hapa. Before hapakuwa hivi. Eneo hilo la Kwanyanya bado linaendelea na ujenzi, na endapo litakamilika litakuwa na soko la kisasa, stendi ya mabasi, msikiti wa ghorofa na ofisi nyingine za serikali. Hivyo wito wetu kwa serikali na wafadhili kuharakisha ujenzi wa msikiti mpya, kwani eneo analolitumia kwa sasa sio salama kimazingira. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.